Tuko kwenye Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin tuko kwenye hadithi hii ya Bibi Aisha ambayo katika mlango huu babu mulatafati al-yatimi wal banati wa sa'iri dha'fati wal masakin wal munkasirina wal ihsan ilayhim wa shafaqati alayhim wa tawadhu'i ma'ahum wa khafdh al-janahi lahum. Tulianza na aya alafu tukasoma hadithi ya kwanza ya Sa'd bin Abi Waqqas, hadithi ya pili ikawa ya Abi Hubaira, hadithi ya tatu ya Sahli bin Sa'd, hadithi ya nne ya Abi Huraira, hadithi ya tano tena kutoka kwa Abi Huraira, hadithi ya sita kutoka tena kwa Abi Huraira, hadithi ya saba tena kutoka kwa Abi Huraira, hadithi ya nane kutoka kwa Anas bin Malik, na sasa hadithi ya tisa kutoka kwa Aisha binti Abi Bakr, mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisha inayofuata tena ya Aisha ya pili yake, maana zote mbili za Aisha ndio au pia tushamaliza? Haya, sawa, ya pili yake. Wa an Aisha radhiyallahu anha aidan qalat ja'atni miskinatun tahmilu ibnatayn laha fa at'amtuha 3 tamaratin fa a'tat kull wahidatin minha tamratan wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha فاستطعمتها ابنتها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. Bibi Aisha tena anazidi kukita hoja ya mwandishi wa kitabu hichi kwamba ni suala la kuwa na huruma kwa wanyonge, mayatima na watu wengine wenye hali duni au hali mbaya katika maisha. Naona leo simu zimejaa kweli hapa, lazima nifanye maarifa ya kuzipanga, vinginevyo litakuwa jambo la kushangaza sana. Kwa hivyo somo letu ni huruma kwa wanyonge na namna ya kuwasaidia. Kutoka Bibi Aisha radhiallahu anha aidan vile vile, kwa sababu mwanzo amekuwa ni yeye na hadithi inayofuata ni yeye. Qalat, kasema ja'atni miskinatun, alinijia mwanamke mmoja maskini, tahmilu ibnataiha, anawabeba binti zake wawili. Tumesema hiyo ni hadithi ya ngapi? Naona wengine wanaendelea tu kuitafuta mpaka sasa hawajaiona bado. Hebu leta hicho kitabu. Hakuna ya 200, huyu hakuna nani kwake, hakuna namba kwake katika hisabu. Mlango kwanza inawezekana kaufungua sio, ndio mulatafatul yatim, kafungua mlango ndio unaotakiwa. Hadithi ya 10 katika orodha Kwa hivyo itakuwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya 10, hiyo hapo. Hii hapa bwana, namba 9 iko wazi kabisa hapa pembeni. Wa ana Aisha ziko 2 ya 10 ni hapa. Wekea kidole. Na angaika vitabu mnarithi kwa mababu zenu huko vya uganga kwa nini, alafu mnaleta kabisa. Bwana ikate hiyo sirushe. Wa ana Aisha radhiallahu anha aidan vile vile qalat, kasema ja'atni miskinatun, alinijia mwanamke mmoja maskini, tahmilu bintaiha, kawabeba binti zake wangapi? Wawili, laha ambao ni wake, fa at'amtuha, nikamlisha 3 tamaratin, tende 3 nikampa. Ziko tende kubwa sana zinakuwa karibu na sausage kama kidole cha shahada hizi, ziko tende halafu ni nene vile vile. Ndio mara nyingi hizo tende hizo zinawekwa kwa ajili ya shibe. Hivi kwa kama mbilimbi, ukubwa wake kama mbilimbi. Kwa wale wanaojua mbilimbi, tende inakuwa kama mbilimbi au kama sausage. Akasema nikampa 3, fa at'amtuha 3, nikamlisha hizo 3 tamaratin, fa atat kulla wahidatin minha tamratan, akampa kila mmoja katika binti zake wawili tende moja, wa rafa'at ila fiha tamratan, na tende moja akainyanyua kuitia mdomoni wake, kwa kuwa zilikuwa 3 na ikanya na binti wawili, kila binti moja akampa tende moja, na tende moja akanyanyua kuitia kinywani mwake ale yeye, manaki wako hoi wote tabani, litakula ile fastata'a matha ibnata, wakamuomba tena wale mabinti zake wawili ile moja, zile 2 kila mmoja kisha kula na bado wanaitaka ile ya mama yao, hawajashiba. Fashaqqat tamrata, akaipasua ile tende moja iliyobakia, allati kana turidu an taakula, alokuwa akitaka kuila bainahuma, akaigawa baina yao, akaikata pande viwili akawapa, ikawa hakula kitu. Fa a'jabatni sha'naha, likanishangaza sana, au fa'ajabani, ndio fa'ajabani sha'nuha, likanishangaza jambo lake, yani kashangaza tabia yule mwanamke kufanya vile, kwamba yeye akakhiari kubaki na njaa tena na ile moja akawapa watoto
watoto wake. Fadhakartu dhalika, fadhakartu alladhi sanat, nikalitaja lile alilofanya yule mwanamke li Rasulillahi, kwa Mtume sallam. Faqala, Mtume akasema, inna Allaha qad awjaba laha biha aljanna, Mwenyezi Mungu amepasisha wa huyu mwanamke kwa kile kitendo alichokifanya za zile tende tatu kuwapa wanae kwamba ingie peponi. Au kati ya shaka mpokezi, ataka habia minan nari, Mungu amemweka huru mwanamke yule kwa tende zile tatu na moto, hata kwenda motoni, ataingia peponi kwa huruma na mapenzi aliyoonyesha kuona. Na hii haionyeshi kitendo kimoja tu cha mwisho, lazima huyu atakuwa na mapenzi makubwa na watoto wake muda mrefu sana. Lile ni jambo moja tu liloliona, pengine huko kafanya mengi sana ya mapenzi na huruma kwa nani? Kwa wanawe. Kwa hivyo kile ni kielelezo tu. Kwa hivyo Mtume salama akaoneshwa na Mwenyezi Mungu kwamba huyu mwanamke anawapenda sana watoto wake kiasi ambacho anakubali kukosa yeye watoto wafurahi. Kwa hivyo huyu ni mtu wa peponi. Kwa hivyo hadithi inaonyesha kuwa tuwapende watoto katika mambo yaliokuwa wanastahili kupendwa. Tuwapende wanyonge katika mambo ambayo wanastahili kupendwa. Tuwapende mayatima katika mambo ambayo wanastahili kupendwa. Na inaweza kuwa wao ni sababu yetu sisi kuingia peponi. Na tukikosea tunaweza kuwa wakatusababishia tuingie wapi? Motoni. Rawahu Muslim. Hadithi kaipokea nani? Kaipokea Muslim. Ndio yale ya wazee wetu wa zamani walikuwa na maneno Kwa mfano chakula kama kitosha, kule ni wanangu, mimi mzee wenu nishakula chumvi nyingi. Yale maneno nishakula chumvi nyingi, maana yake anasamehe yule, mnakula nyinyi. Kwa hivyo ni dalili moja ya upendo mkubwa kwa watoto. Lakini tena tukishakuwa wakubwa tunawasahau wazee wetu, wakati mwingine hata kuwaombea dua. Hebu tuseme kwa pamoja, Allahumma ighfir lahum warhamhum waskinhum fil janna. Basi angalau tumewaombea, kila mmoja akamwombea mzee wake wa kila aina. Wa anabi Shuraih Khuwailid bin Amri al-Khuzai radiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Allahumma inni uharriju haqqa ad-dha'ifaini al-yatimi wal-mar'ati. Hadithun hasanun rawahu an-Nasa'i bi isnadin jayyid. Wa ma'na uharriju ulhiqu al-haraja wa huwa al-ithmu biman dayya'a haqqahuma wa uhadhiru min dhalika tahdhiran balighan wa azjuru anhu zajran akida. Kutoka kwa Abi Shuraih ambaye si maarufu kwetu katika kusikia majina ya masahaba, lakini nimekwambieni kuwa masahaba ni wengi sana. Sasa usichukulie kuwa wale maarufu tu ndo wakuelezea mtume kasema nini. Wako wengine si maarufu lakini wanaweza kuelezea jambo ambalo hata wale maarufu hawakuweza kulielezea kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hili ndio linalotufanya tujenge msimamo wa kusema kila sahaba ana umuhimu wake katika dini hii ya Kiislamu. Tumeelewana vizuri hapo? Kila sahaba ana umuhimu wake, tusibague baina ya masahaba. Kwa hivyo huyu Abi Shuraih ni Khuwailid bin Amr al-Khuzai, jina lake Khuwailid bin Amr al-Khuzai radiyallahu anhu. Qala, kasema, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam kasema, Allahumma, ewe Allah, inni uharriju haqqa ad-dha'ifaini, mimi naweka kikwazo katika haki za dhaifu wawili, al-yatimi wal mar'ati, yatima na nani? Na yule ambaye ni mwanamke. Hawa naweka vikwazo, manake ni kwamba sitaki kuwaudhi hawa, najiwekea mwenyewe vikwazo vya kwamba nisimuudhi yatima wala nisimuudhi mwanamke, kwa sababu hawa ni dhaifu wawili katika mfumo wa dunia jinsi ulivyo. Na kwa hivyo na mwingine yote namwekea vikwazo, asiwadhalilishe, asiwateshe, asiwaone. Ndio muradi wake. Hadithun hasanun, hadithi nzuri, rawahu an-Nasa'i, kaipokea Nasa'i bi isnadin jayyidin, kwa mlolongo mzuri. Wa maana uharriju ulhiqu al-haraja, naweka kikwazo, wa huwa al-ithmu, ni dhambi, biman dayya haqqahuma, kwa atakayepoteza haki zao. Wa uhadhiru, na natahadharisha, min dhalika, dhidi ya jambo hilo, tahdhiran balighan, utahadharishaji mkubwa sana. Wa azjuru anhu zajran akidan, na nalikemea jambo hilo mkemeo mkali sana, kwamba watu wasiwadhalilishe wala wasiwateshe mayatima na wanawake. Wajitahidi sana kwenda vizuri na mayatima na wanawake, kwa sababu wanapata udhaifu katika mifumo ya dunia. Ingawa sasa hivi kidogo dunia imebadilika, mwanamke ndo anaanza kuja kutamba sasa. Dunia ya sasa mwanamke anaweza kukutambia. Hawa watu wa sheria wanajua kuwa bora ushtakiwe na mwanamume mwenzio, kesi inaweza kwa nyepesi, kuliko kushtakiwa na mwanamke. Ndio kwa mfano ofisini mwanamke aseme bosi kanidhalilisha. Akishasema bosi kanidhalilisha, ujue hiyo kesi ngumu kweli kweli. Kanidhalilisha vipi? Kanishika balaa. Sasa hivi dunia imekaa mkao wa wanawake kupewa nguvu wakati mwingine
kupita kiasi, lakini wakati ule ilikuwa kinyume chake. Haya, hiyo nayo ni hadithi. Wa an Mus'abi, lakini hakusema rawahu nani hadithi ikasema rawahu nani kwenye vitabu vyenu huko? Nani kitabu chake kimesema rawahu? Kwangu hakusema rawahu nani, kapokea nani? Kwa sababu hapa aliposema hadithun hasan rawahu Nasai bisnadin jayyid, sawa hapa katikati, lakini huko mwisho kusema tena, sawa, mmenikumbusha. Wa an Mus'ab bin Sa'd bin Abi Waqqas, na kutoka Mus'ab bin Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma qala, kasema raa Sa'd anna lahu fadlan ala man dunahu faqala an-nabi sallam hal tunsiruna wa tunsaruna wa turzaquna illa bidhu'afaikum, rawahu al-Bukhari hakadha mursalan fa inna Mus'ab ibn Sa'd tabi'iyyun wa rawahu al-Hafidh Abu Bakr al-Burqani au al-Yurqani, hapo au beyo al-Barqani البرقاني في صحيحه متصلا عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه. هاي وعن مصعب نكتوك مصعب بن سعد هو ni mtoto wa Saad bin Abi Waqqas, na Saad bin Abi Waqqas ni sahaba katika wale 10 waliobashiriwa pepo, lakini huyu Mus'ab mwanawe inaonekana ni katika matabiina, si katika masahaba, hakumuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Kutoka Mus'ab bin Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, Mungu awe radhi hawa wawili wote, qala, kasema raa Sa'd aliona anna lahu fadlan, kwamba yeye anao ubora, ala man dunahu, juu ya wale walio chini yake. Ilifika mahala Saadi akahisi kama yeye ni bora zaidi kuliko wengine wote, na kwa sababu Saadi naye kiukoo anakuwa mjomba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi ilimjia kidogo akaona labda yeye atakuwa bora kuliko wengine. Faqala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam akasema hal tunsaruna, kwani nyinyi mnatetewa, waturzakuna, na mnapewa riziki, illa bidhuafaikum, isipokuwa kwa madhaifu wenu. Yani hamna nyinyi utetezi anaoleta Mwenyezi Mungu wala riziki anokupeni Mwenyezi Mungu nyinyi isipokuwa kwa hawa madhaifu waliomo ndani yenu. Wanapoomba dua, wanaponyenyekea, Mwenyezi Mungu anakupeni nyinyi matajiri, anakupeni nyinyi wakubwa, ili na nyinyi mfanye kazi ya kuwasaidia wanyonge. Dua zinazosikilizwa zaidi na Mwenyezi Mungu ni za wanyonge. Kwa hivyo nyinyi mnatetewa, mali zenu zinakuwa salama, nchi inakuwa salama kwa dua za wanyonge. Riziki zenu zinaongezeka kwa dua za nani? Za wanyonge. Kwa hivyo msiache kuwasaidia wanyonge mkajiona nyie bora, mtakuja kupata tabu sana. Wanyonge ndio ambao Mwenyezi Mungu anawasikiliza zaidi kuliko nyinyi. Akasema hal tunsaruna, je, si mnatetewa nyinyi? Waturzakuna, na mnapewa riziki, illa bidhuafaikum, isipokuwa kwa madhaifu wenu. Yani hakuna anayeweza kuwatetea wala kuwapa riziki Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa sababu ya hawa madhaifu wanapoomba dua zao. Kwa hivyo acha kujiona wewe bora dhidi ya wanyonge na dhidi ya madhaifu. Mwenyezi Mungu anakupa riziki kama mtihani, utawasaidia vipi wenzako? Na hili linageuka kwa upande wetu sisi vile vile wanazuoni. Shakujiona una elimu kubwa, usidharau wasiokuwa na elimu. Kazi yako sasa ni kuwapa ile elimu. Kwa sababu elimu ukikaa nayo tu itakuwa kama ile hadithi inosema nyoka wa johari. Ziko hadithi zamani tukifundishwa sisi kwenye vitabu, ati kuna nyoka alikuwa na meza johari, yani kama lulu hivi anakuwa nayo. Halafu ikifika usiku kwenye kiza anaitema. Inamurika, anaona tu. Ikifika asubuhi anaimeza jua likichomoza. Ukaenda kuichukua na kuua. Lakini yeye hapati utajiri, yeye anaitumia kama tochi. Si bora ungemwashia kibatari chake pale. Ni bonge la johari, yani jiwe kubwa la thamani, lakini analimeza tu, anakaa nalo mchana kutwa, alafu analitema usiku limuriki. Walivyotuhadithia kwenye vitabu, sidhani kama ni kweli, lakini wanatoa mfano wa nyoka wa johari. Au mfano mwingine sema joka la mdimu, liko kwenye mdimu limezonga, ukaenda kuchuma ndimu anakupiga sumu, lakini ile ndimu hali mpaka zinaoza zinaanguka. Bila shaka, na ndio maana tukasema wanatusimulia tu walikuwa, lakini maana yake ni kwamba hafaidiki na kile kitu. Haya, twendeni mbele. Kwa hivyo hilo nalo lipo. Tunasema sadiki ukipenda, hatuja kulazimisha. Ya kuamini ni haya hapa. Rawahu al-Bukhari, amepokea nani? Bukhari. Hakadha, namna hii mursalan, imerukwa, kwa sababu huyu Mus'ab, fa inna Mus'ab bin Sa'd tabi'iyun, kwa sababu Mus'ab bin Sa'd si sahaba, hajamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakusema huyu kwamba qala abi au hadathani abi, kanisimulia babangu ambaye ni Sa'd bin Waqqas sahaba. Yeye kasema tu an Mus'ab bin Sa'd an bin Abi Waqqas radhiallahu anhuma qala, kasema huyu Mus'ab, na Mus'ab hajakutana na Mtume, yeye ni katika matabina. Kwa hivyo hadithi hii kamruka mtu, hajulikani aliyemruka ndio babake aliyemsimulia au mtu mwingine. Warawahu al-Hafidh, lakini akaipokea al-Hafidh Abu Bakr
al-Barqani fi sahih, katika sahih yake muttasilan, kaiunganisha moja kwa moja an Mus'ab an abihi, kwamba huyu Mus'ab kaipata kutoka kwa babake. Kwa hivyo mtu mwingine katuonesha kuwa Mus'ab si yeye aliyemsikia mtume, kamsikia babake ambaye amemsikia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo imeondoa tatizo radhiallahu anhu. Wa ana Abi Darda, na kutoka kwa baba Darda jina lake Uwaimir radhiallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Neno gani hilo linokuwa hapo? Ibghuni au ubghuni? Kisarfu itabidi itamkwe ubghuni. Ubghuni sio ib, kwa sababu ghaini na nini ina dhumma, kama vile unsuruni, undur, ubghu, undur, unsur, alifu itwe dhumma hiyo. Ubghuni fi du'afai fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum, rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid. Chini kanambia labda ubghuni, kasema ni nini? Namba 4, utlubu liya sa'alika almuslimina asta'inu bihim ala a'daihim. Ubghuni fi du'afai, niwakilisheni katika watu madhaifu, nileteeni watu madhaifu, nileteeni watu madhaifu, nitafutieni watu madhaifu. Na chini kasema as-sa'alik, Kiswahili cha leo manake walalahoi. Walalahoi ni wale watu ambao anamaliza siku hajui mambo yake yanakwenda vipi, na akipata leo mlo, kesho anaanza hesabu zile zile za kuusaka kama alivyousaka jana. Hana mipango ya siku 2 au siku 3. Tumefahamiana? Ikiwa anatakiwa kwa siku atumie 3000, yanapata 1000, 2000, 1500, wakati mwingine hapati. Kwa hivyo kila siku anachumia kifutomo. Hawa ndio saaliki, Kwa hivyo akasema ubghuni fi du'afai. Haya, fa inama tunsaruna, kwa hivyo niwakilisheni au wasaidieni watu madhaifu, fa inama tunsaruna, kwani hakika si vinginevyo nyinyi mnatetewa, watuzakuna, na mnapewa riziki, bi du'afaikum, kwa sababu ya madhaifu miongoni mwenu. Rawahu Abu Daud bi isnadin jayyid, kaipokea Abu Daud kwa mlolongo ulio mzuri. Vitabu vimefika haya inshallah. Kuna watu mlango ule wanapenda kuufunga sana, sijui kuna kero la kufunga na kufungua. Sawa. Kwa hivyo tumeelewana. Hadithi hii na hadithi zilizotangulia zinajenga dhana moja na zinashikana. Tunakwenda babul wasiyati bin nisa'i, mlango wa wasia kuhusu wanawake, kwamba lazima muhusiane kuwatendea wema wanawake na kuwatendea kheri wanawake. Namba 1 chini akasema alwasiyatu arifqu bihinna, kuwafanyia huruma, upole, wal ihsani ilayhinna, na kufanyia ihsani, lidhafihinna, kwa sababu ya udhaifu wao, wa ihtiyajihinna, na kuhitaji kwao, liman yaqumu, kwa anayesimamia, biamrihinna, jambo lao. Yani ulimwengu wa leo kuna baadhi ya maeneo wanawake wamesimama kidete, wao wamechachamaa kuliko sisi. Kuna baadhi ya eneo tuliwahi sisi kukaa na jirani mmoja, ilikuwa ile bwana ndo anayepigwa na mkewe. Kwa hiyo sisi tumezoea kuwa wanaume ndio wanaopiga wanawake, lakini wakati mwingine wako wanawake siku hizo wamekuwa mabouncer, anavaa buti anampiga mitama mume kwa kweli, mkenda mnakuta ndo kapigwa mitama mingi zaidi kuliko yule bibi. Lakini ndio dunia sasa jinsi ilivyo. Wengine wana masumbu sasa. Kwa ndugu yangu, katika kuoa na kutafuta mchumba, tizama vizuri, usinde kaoa mwanamke anarusha mateke kama Jack Chain, tushika ndugu yako. Babu alwasiyat bin nisa'i, mlango wa kuwasiwa kuwatendea kheri wanawake. Qala Allah Ta'ala, kasema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa'ashiruhunna bil ma'rufi, na ishinini nao kwa wema, mkae nao katika maisha haya ya dunia kwa wema. Kila jambo lilo jema, zuri, la busara, lenye faida katika maisha ndio mlifanye katika kuishi na watu. Kwa hivyo unaanza na maneno yako yasiyo ya kifidhuli, uzungumze naye vizuri, katika mlahaka kumpokea ukae naye vizuri, naye afanye hivyo hivyo, maneno mazuri na kupokea na kuwa kuzuri, huduma kadri unavyoweza ziwe nzuri na kila kitu. Na hata wakati ulaumu kwa busara, sio kwa maneno ya ovyo tu. Mwanamke gani wewe? Mimi nahangaika kutafuta, naleta vitu vya maana, wewe kazi yako kuunguza tu. Umeambiwa hapa ni tanu ya mkaa hii, hivi na hivi. Maneno namna hiyo yasiwepo. Waashiruhunna bil ma'ruf. Wa qala ta'ala,
na kasema tena Mwenyezi Mungu mtukufu, walan tastati'u, na hamtoweza, antadilu, kufanya usawa, baina nisai, baina wake zenu mnaoa, walau harastum, hata kama mtakuwa na pupa la kufanya usawa. Haiwezekani kugawa mapenzi sawa sawa kwa mke zaidi ya mmoja. Utajitahidi, lakini moyo lazima unaweza huku ukaelemea, huku ukarudi nyuma kidogo. Au kuna vipindi huku yanapanda, huku yanashuka, na wakati mwingine yeye mwenyewe anasababisha. Maana wewe unaingia tu ukumbini pale, kwamba una taarifa kama dada yangu anaozesha mtoto, na kule mie kwa sababu mwana familia anatakiwa 100,000 nipeleke leo tena jioni, na wewe unakotoka huko 10,000 una kesha kutibua spring yote narudi kwenye kitoko. Hata kama ulikuwa una hamu ya kumtandika, itabidi ukae kwanza kidogo ufikirie. Kwa sababu kwa kutibua anakutajia habari za kutafuta pesa zimekushinda, mudi yote anaiharibu. Tumefahamiana vizuri hapo? Anaharibu mudi. Haya bwana, makelele yako tunayasikia. Kwa hivyo kukaa naye kwa wema, kuna mambo mengi sana. Wazoefu wa maisha waliokuwa wameishi muda mrefu katika ndoa wanayajua mambo mengi sana. Hili wala si swala la taaluma zaidi kwenye vitabu, ni swala la uzoefu. Unaweza kuwa shekhe mkubwa sana ukawa na uzoefu mdogo tu katika kuishi na wake, na unaweza kuwa si mwanachuoni lakini una uzoefu mkubwa sana katika kuishi na wake. Kwa hivyo zaidi liko kwenye eneo la uzoefu kuliko kwenye eneo la nini, la elimu. Msichukulie kuwa kila shekhe atakuwa na uwezo mkubwa wa kuelezea mambo kama haya. Hapana, inategemea uzoefu wake jinsi alivyokuwa anao katika maisha na watu aliowapata. Weza kuwa mwanamke likawa shankupe, lina mahepa kama pepe, lina mapembe, likakutia adabu. Au na wewe mwenyewe vile vile uanzo wake ulikuwa naye unaruka sana majoka, alafu ndio ukatuliwa kwa shekhe. Yote inawezekana, na wengine wanakwenda vizuri tangu mwanzo mpaka mwisho. Wala tasati'u an ta'dilu baina an-nisa, wala mwezi kufanya usawa baina wake zenu, wala harastum, hata kama mngekuwa na pupa namna gani. Basi ikiwa hivyo ndivyo, fala tamilu kullal maili, msielemee mweleme wote mkavuta upande mmoja, fatadharua, mkamwacha yule mwingine, kal muallaka, kama anayening'inia, hajijui ana mume hana mume. Wewe kazi yako iko upande mmoja tu, kwingine kote kule siko. Ukifika ushachoka, huna raha, huchangamki, huna hamu ya kula, imekuwa yupo tu. Msifanye, jitahidini. Wattaqullaha, na mcheni Mwenyezi Mungu. Wa in tuslihu wa tattaqu, na ikiwa mtatengeneza mambo yenu na kumcha Mwenyezi Mungu, fa inna Allaha kana ghafura rahima, basi Mwenyezi Mungu ndio tabia yake, amekuwa mwingi wa kusamaha na mwenye huruma, atasamehe. Kwa hivyo mkiona mna kasoro, nendeni mkajirekebisha hivyo hivyo kidogo mpaka linakaa sawa. Nitakupeni kisa kimoja kinaelezwa, lakini kama alivyosema bwana Sadiki ukipenda, lakini kina mafundisho yake. Kwa bwana mmoja alikuwa na wake wawili, halafu wale wake wawili wanavutana katika kila jambo. Siku moja wakampa mtihani. Mmoja akamwambia, nataka ukanunulie kanga, lakini ukinunulia kanga hiyo umnunulie na mwenzangu, lakini kwanza zije hapa pea 2, halafu nichague ninayoitaka mie, nisoitaka ukampe mwenzangu. Alipofika kwa mke wa pili akaambia hivyo, na mimi nataka kanga, lakini ukanunue pea 2, halafu zije hapa kwanza, halafu mimi nichague ninayoitaka, nisoitaka nimpe mwenzangu. Asa ataanza wapi? Akianza huku itarudi moja, akianza upande huu kule itarudi moja. Kichwa kinamuuma. Akakaa barazani ana mawazo. Akapita mtu mmoja akamwambia, mbona rafiki yangu leo una mawazo mengi? Hata nikikwambia huwezi kunisaidia. Akasema, sema, usidharau mtu. Unaweza kumwona mtu kama hana maarifa kiasi akakusaidia. Akamwambia nini? Akamueleza, hiyo kazi rahisi, kanunue pea 3. Halafu ukenda kule pea moja ipite pale, iache kwangu pale. Nenda nyumba unayotaka. Mwambie hizi hapa 2 chagua. Akishachagua moja, pita kwangu uchukue na ile nyingine. Uende kwa mwingine, mwambie hizi hapa chagua. Halafu ile bakia ilete kwangu. Da. Akaambia ushanitoa mashimoni. Sawa sawa. Akaenda kanunua pea 3. Moja akaiweka kwa rafiki yake. Akaenda kwa mke mkubwa akamwambia, haya, hizi hapa 2 chagua. Yako ipi? Akapele mwenzio. Akatazama akasema, hilo bovu mpelekee. Mimi nataka hii. Akalita bovu lile kwa halitaki. Akachukua. Jamaa akatoka akapita kwa rafiki, akachukua vile akamwambia, haya, nimekupa wewe kama ulivyotaka mwanzo, chagua. Akasema, hilo bovu mpelekee. Akachagua aliyotaka. Ile bakia ile moja akarudi kwa rafiki yake. Akamwambia, nifanye nini? Akamwambia, hii niachie 100 utoa sadaka. Akasema, nakuachia wewe, una akili sana wewe. Msaidie.
Sasa mbinu za kuwaweka watu wanaovutana namna hiyo za ziada, mara unapata hasara. Mimi bakhili sitoi, utanunua hizo mbili hata wakigombana. Walau harastum, hata kama mtafanya pupa hamtaweza. Basi fala tamilu kulla almaili, msielemee mwelemeo wote upande mmoja. Fatadharua, mkamwacha yule mwingine, kalmuallaka, kama anayening'inia hana mtu. Wa in tuslihu wa tattaqu, na ikiwa mtatengeneza na kumcha Mungu, fa inna Allaha kana ghafurur rahima, basi Mwenyezi Mungu amekuwa mwingi wa msamaha, mwenye huruma. Hiyo ndio aya ambayo kafungulia mlango huu, jinsi ya kukaa na wanawake. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam istawsu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in, kasema kwa nini kasema dhila'in au dhil'in, lam kaitia sakna kaitia fatha, min dhila'in. Wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastawsu bin nisa'i, muttafaqun alayh. Wa fi riwayatin fi sahihayn al mar'atu kadh-dhila'i in aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha wa fiha 'iwajun, kasema awajun au 'iwajun, awajun, sawa. وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلاع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. قوله عوج وبفتح العين والواو. kutoka kwa Abi Hurairah radhiallahu anhu amesema, kasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, istawsu bin nisa'i khaira, jiusieni nyinyi wenyewe kuwafanyia wanawake kheri, hasa wake zenu. Iwe kila siku unajisema mwenyewe nafsi yako kwamba bwana, mimi nina wajibu wa kuwafanyia wema. Na usichukue zile hasira. Ukichukua hasira utakuwa huwezi. Chukulia kama mtu yuko kwenye mifugo, akihamaki na mfugo wake, utamshinda ule mfugo. Lazima ajenge nini? Ajenge subira na ule mfugo wake. Kwa hivyo wewe kama unataka uwe kiongozi mzuri katika familia, lazima kila wakati ujihusie subira juu ya swala la wanawake. Ukikosa subira huwezi. Unaweza kutoka huko we na kitu chako kizuri sana, ukasema ngoja leo mke wangu apumzike usiku, asipike, nimnunulie chipsi, kuku na nini, ukamtengenezea. Kufika pale kama kanuni nasema hivyo vichipsi ndio vileta makwaru hayo, chipsi makwaru hayo. Ukisikia chipsi ndio hizo, watu wananunua chipsi bwana, wajipendekeza, nimestaki chipsi zako leo, kisha kutibua akakuvuruga kabisa. Hapo sasa basi, kama ni hivyo, kuna jamaa mmoja hapa nje anakaa na njaa sana, ngoja nimpeleke. Ziache hapo, kwani umeambiwa upeleke majirani hizi? Ala, sasa wewe si umezidharau. Tumepamiana Kwa hivyo ala kule hali, kila wakati mjihusie kuwafanyia kheri wanawake. Msichukue hasira za karibu na nini muwe na akiba ya kutosha ya huruma ndani nafsi zetu. Hilo ndo alilosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in, kwani mwanamke kaumbwa kwa tabia ya ubavu. Manake wengi wamechukua kaumbwa kwa ubavu, manake labda ule ubavu wenyewe umechukuliwa halafu katengenezwa. Linalokusudiwa tabia, na maneno ya mbele yanaashiria tabia, hayaashirii maumbile ya ule mwili wenyewe. Na kama Mwenyezi Mungu anasema khuliqal insanu min ajalin, kaumbwa binadamu kwa papara au pupa, kwani kuna kitu kinaitwa pupa kimechukuliwa alafu akatengenezwa binadamu, au ni tabia. Na kule akasema innal insana khuliqa halua idha masahu sharru jazua wa idha masahu alkhairu manua illa almusallin, hakika mwanadamu kaumbwa kwa papatiko, kipapumi, haraka pupa. Sio kwamba kuna kitu kinaitwa pupa kimechukuliwa kutengenezwa binadamu, tabia. Ile fikra ya kusema ubavu wa Adamu mmoja ulitolewa halafu ndio kaumbwa Hawa, ina maneno mengi sana, na zaidi inapatikana katika vitabu vya wengine, na katika baadhi ya vitabu vyetu kwenye tangulizi wamechomeka jambo hilo, lakini lina mjadala mkubwa. Sio kwamba katengenezwa kutokana na nini, na ubavu wa kwa tabia, na maneno ya mbele yanaashiria hivyo. Wa inna awaja ma fi ad-dhila'i, na hakika kilichokaa upande zaidi katika kilichomo kwenye mbavu, a'lahu, ni sehemu yake ya juu. Yani mbavu kule juu ndio imepinda zaidi kuliko pale katikati, huku kulikotokea na huku inakoishia imekaa kama upinde. Kwa hivyo ile upinda zaidi ni sehemu ile ya juu kule, ndio ile jikunja zaidi kuliko sehemu nyingine yote. Imekaa kama mfano wa nuni hivi, unaandika ubea au bakuli Kwa hivyo ina maana zile sehemu za juu kabisa ndio zilizopinda.
Fa in dhahabta tuqimu, ukienda kuinyoosha mbavu, kasarta, huu utaivunja. Mbavu hainyooshwi. Unisikia mtu anataka kunyooshwa mbavu? Sitafuta kufa huyo. Maumbile ya mbavu ndo zikae vile zimejipinda. Ukizinyoosha maana sasa unakwenda kuzivunja. Kwa hiyo fa in dhahabta, ukienda tuqimu, unanyosha, kasarta, utaivunja. Wa in tarakta, na ukiacha, lam yazal awaja, itaendelea kukaa upande hivyo. Ndio maumbile yake. Lazima ukubaliane na uhalisia huo. Fastausu bin nisa'i khaira, basi fastausu bin nisa'i, jiusieni kwa wanawake kuwatendea wema, ndivyo walivyo. Wengi wao ni wachache wa shukrani. Akiitaka nguo ya sikukuu, mume wangu safari hii nataka nguo mpya, sina pesa. Miaka yote unaniacha mie na maguo mabovu, si bora ungeletea magunia nikavaa. Siku zote umenunulia nguo mpya, lakini siku hiyo umesema huna tu. Basi we huna yako hiyo, huna hiyo kwangu mie tu. Uko kwingine ukiomba unatoa wapi? Uko kwingine na kujuaje mie? Kwani unaniambia kila unapokwenda atakushinda tu kwa maneno ya kubishana? Safari zako nazijua mie, kwani mnaniwekea ratiba hapa ya safari zako? Najuaje mimi vichochoro unapopita huko? Unasingizia unakwenda msikitini na vikanzu na vikofia, najuaje mimi uko msikitini? Kuna maneno humo ya kila aina, sasa atakuvuruga kichwa chako. Tuliza tu kichwa chako. Sasa ukitaka kumbadilisha sana, mtagombana. Uende naye hivyo hivyo alivyo. Siku moja mtu mmoja alitualika shughuli ya kifamilia ya kutimiza miaka 40 kwa ndoa yake na mkewe. Tukala chakula cha usiku pale nini, katimiza miaka 40 kumaliza. Nikasema unaturuhusu tukuulize maswali? Hasema haya. Mkaambia, hivi bwana, wewe miaka 40 yote uliokaa na mkeo ndo hamjawahi kugombana ugomvi mkubwa? Akamwangalia mkewe. Akasema, wajibu wewe, mimi nakwenda zangu. Jamani, shughuli imekwisha, kama mnataka muulizeni mama yenu. Huyo akatoka. Ndio ile mama akasema, kama baba yenu kakataa kujibu na mimi sijibu, kwa irini. Huyo akaenda zake. Miaka 40 unafikiri kukaa alafu wasiwe wamekutana na msukosuko mkubwa? Wapi? Nani? Akasema mwenyewe. Lakini ilikuwa sasa swali langu la kuwafedhehi lile baya, kumbe nikajuta kwa nini niliuliza swali lile. Kwa hivyo nyumba zina siri. Hivyo ndivyo anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alayhi, hadithi imefikiwa na Bukhari na Muslim. Wa fi riwayati, na katika mapokeo mengine fi sahihaini, katika sahihi ya Bukhari na Muslim, almar'atu kadhila'i, mwanamke ni kama ubavu, inakamtaa, ukiunyosha, kasartaa, utauvunja. Wa in istamta'ta biha, na ukistarehe naye, istamta'ta biha, utastarehe naye hivyo hivyo. Wa fiha awaju, na ndani yake kuna kwenda upande. Lazima ukubali kwa kapinda, utake usitaki. Sasa shauri yako, unaweza kubali, huwezi basi ndivyo ilivyo. Ni sawa na mtu anakwenda chooni halafu hataki anuke. Kwa utaki unuko utanawa, lakini choo lazima kinuke. Kuna choo kinachonukia, lazima ukubali, hiyo ndo hali halisi. Halafu utajisafisha, basi ndio habari inapokwenda. Haya bwana. Wa fi riwayati limuslimin, na katika mapokeo mengine ya Muslim, innal mar'ata khuliqat min dhila'in, mwanamke kaumbwa kwa tabia ya ubavu. Lan tastaqima laka, hatonyooka kwako, ala tariqatin, kwa njia moja. Fa in istamta'ta biha, ukistarehe naye, istamta'ta biha, utastarehe naye. Wa fiha awajun, na ndani yake kuna huko kwenda upande. Wa in dhabta tuqimwa, na ukienda kumnyoosha, kasata, utamvunja. Wa kasruha talaqwa, na kumvunja kwake maana yake utamwacha, ndoa itavunjika. Qawluhu wa awajun wa huwa bi fathil ain wal wawi, inatiwa fatha. Haya ni yale maneno haya, unapenda tu kunishikia mimi nikisema sauti yangu. Ndio. Wa fi riwayati limuslimin, katika mpokezi ya Muslim, innal mar'ata khuliqat min dhila'in, mwanamke kaumbwa kwa tabia ya ubavu. Lan tastaqima laka, hautanyoka kwako, ala tariqatin, kwa njia moja. Fa in istamta'ta biha, ukistarehe naye wewe mwanamke, istamta'ta biha, utastarehe naye. Wa fiha awajun, ndani yake mnakwenda upande. Wa in dhahabta tuqimwa, na ukenda kumnyoosha, kasata, utamvunja. Wa kasruha, na kumvunja kwake, talaqwa, ni kumpa talaka. Qawluhu awajun huwa bi fathil aini wal waw, maneno ni yale yamejirudia. Unapenda kusikia tu sauti yangu wewe, nitaipunguza. Wa an Abdullah bin Zam'a au bin Zum'a, kwenu ze imetiwa fatha, imetiwa dhuma, Zam'a. Kuna vitabu vingine wanasema Zum'a, na Zum'a itakuwa ndo kama vile Jacob Zuma yule wa Afrika Kusini. Huyu ni Zam'a Hai. Wa an Abdullah bin Zam'a, na kutoka Abdullah bin Zam'a radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yakhutubu wa dhakara an-naqata
والذي عقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة فقال لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. والعارم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد. وقولهم بعث أي قام بسرعة. نكتوك kwa sahaba Abdullah bin Zama radhiyallahu anhu annahu, kwamba sahaba huyo samia an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alimsikia mtu sallam yakhutubu, anatoa hutuba. Wa dhakara naqata, akamtaja ngamia jike. Naqa ni ngamia na anakuwa ngamia jike. Ngamia ana majina makuu matatu: jamal, naqa na ibil. Naqatallahi wa suquya, naqa anakuwa jike, jamal anakuwa dume, ibil anaweza kuwa jike au dume, na mufrad na jamu inatumika. Ibil ngamia, kama tunakupea sisi ng'ombe, ikiwa ng'ombe mmoja ng'ombe na kwa ng'ombe wengi ng'ombe. Wa dhakara naqata, kamtaja yule ngamia. Walladhi aqaraha, na yule aliyemtumbua katika ile idh ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadhabuhu faaqaruha fadamda. Idh ba'atha ashqaha, kwa hivyo aqara manake katumbua, na kutumbua manake nini? Ni kwamba unamfukuza halafu unamrukia kwa kisu aina ya sime ambacho kina makali kote kote, halafu unamsokoa kama vile unavyokata tikiti kutaka kulionja hivi, unatia kitu, unazungusha, unatoa kipande. Au nazi vile ukishakubanja unataka kutoa kilichomo ndani, au dafu. Kwa hivyo unachoma halafu unazungusha, kinatoka kipande, aghlabu kwenye sehemu ya juu ya kifua na chini ya shingo, au kwenye shingo lenyewe, au wakati mwingine kwenye tumbo unamtumbua. Na hasa ikiwa ngamia ni mtoro, hakamatiki, hachinjiki, ndio wanavyofanya, ndio aqr, kutumbua. Tumefahamiana? Haya basi, hiyo ni katika sura inayohusika. Wa dhakara alladhi aqarana, yule aliyemtumbua. Faqala Rasulullah sallam, Mtume sallam akasema idh ba'atha ashqaha, aliponyanyuka muovu wao hao watu. Imba'atha laha rajulun, alinyanyuka kwa ajili ya ngamia yule bwana mmoja. Azizun, alikuwa ni mtu mtukufu sana katika jamii yake. Tena arimun mani'un, kamtaja fi rahtihi, ni mkubwa anayelindwa katika kabila lake. Mtukufu, mkubwa na anayelindwa katika jamii yake. Kwa hivyo ilikuwa hata akifanya vile hakuna mtu atakayeweza kwenda kumpiga, kumlaumu, kufanya chochote, kwa sababu ni mkubwa na anayelindwa katika Thumma, lakini lengo lake halikuwa mwenye kitabu kuzungumzia habari za Nabii Saleh na ngamia aliyekuja katumbuliwa. Hii imepita tu katika hutuba. Somo letu liko kwenye habari za wanawake. Thumma dhakara nisaa, kisha akataja wanawake. Fawa'adha fihinna, akatoa mawaidha kuhusu wanawake. Faqala, akasema amida ya'madu ahadukum, anakusudia mmoja wenu. Fayajlidu mratahu, anamjeledi, anampiga mkewe. Jalda al-abdi, upigaji wa mtumwa. Fala'allahu yudhaji'uha fi akhir yawmi, halafu huenda akalala naye katika mwisho wa mchana wake. Anamdunda we mkewe, halafu usiku anambia pole mke wangu, pole, kesho utakwenda hospitali. Kumbe kwa sababu kuna kitu tu kinamtaka awe mpole wakati ule. Ana mzigo unamshughulisha, anataka autue. Sijui watu wazima tumefahamiana? Sina haja ya kusema bado. Basi unitafute kwa faragha, na wewe hujavaa kofia, nitakufahamisha vizuri zaidi. Thumma wa'adhahum, kisha kawapa mawaidha fi dhahkihim, kucheka kwao, kuhusu kucheka kwao. Minadhartati, kutokana na kujamba. Dhurat maana yake ni kujamba, yani kutoa upepo kwa sauti kubwa kutoka sehemu ya haja kubwa. Abum. Akawapa mawaidha wasicheke sana katika jambo hilo. Faqala, akasema lima yadhaku ahadukum bima yufalu, kwa nini mtu anacheka kwa kinachotokea hicho kinachotendeka? Acheni kucheka katika mambo kama haya. Muttafaqun alayhi, imefikiwa na nani? Wal arimu bil aini al mumalatu war ra'i huwa shiriru, mtu mgomvi, al mufsid, muharibifu, ndio harimu, mkorofi kama tafsiri. Wa qawlu imbadha ay qama bi sur'atin, kanyanyuka kasimama kwa haraka.
Kwa hivyo somo letu liko kuwapiga wanawake, ndo Mtume anakataza kuwapiga wanawake, ndo kilichopatikana katika hadithi kwa mujibu wa mlango huu. Wa an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallam la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar au qala ghayruhu rawahu Muslimun. Wa qawluhu yafraku huwa bi fathi al-ya'i wa iskan al-qafi wa fathi ar-ra'i ma'nahu yaghdabu. Yuqalu farakat al-mar'atu zawjaha wa farikaha vile vile zawjuha bil kasri ar-ra'i yafrakuha bi fathiha ay abghadaha wallahu a'lam. Yuqalu farikat al-mar'atu zawjaha faraka vile vile wa farikaha zawjuha bi kasri ar-ra'i yafrakuha bi fathiha ay abghadaha wallahu a'lam. Wa an Abi Hurairata, na kutoka Abi Hurairah radhiallahu anhu qala qala Rasulullah Mtume kasema la yafraku mra'atun mu'minun mu'minatan, asimchukie mwanamme muumini mwanamke muumini, yani muislamu asimchukie muislamu mwenziwe akiwa mwanamke akiwa mwanamme asimchukie. Na hapa inaweza kuwa bidhammi al-kafi au bisukuni al-kafi. Kwenu nyie hiyo la yafraku au la yafrak bisukuni al-kafi ndio. Kwa hivyo Mtume sallam anakataza la yafrak, asichukie. Ukitia thumma la yafraku, hachukii, anazungumzia tabia. Lakini ukitia sakna manake anakataza, yani hiyo la hapo ni la nahia au la nafia kwa wale watu wa nahwu. Ikiwa kafu ina sakna manake ni la nahia, la yafrak, asichukie. Na ikiwa ina thumma ni la nafia, la yafraku, hachukii. Bora hiyo la yafrak, asichukie bisukuni al-kaf kama ilivyo kwenye vitabu vingi sana la yafrak mu'minun mu'minatan, asichukie muislamu mwanamume asimchukie muislamu mwanamke. In kariha minha khuluqan, akichukia kutoka mwanamke huyo tabia moja, radhiya minha akhar, anaweza kuridhia kwa tabia nyingine. Na hii ni kweli. Shaban Robert aliwahi kuandika katika kitabu chake kimoja kwamba mwanamke mzuri na mwanamume mzuri hawajawahi kukutana kwenye ndoa duniani. Yani wewe ukiambua unataka mke wa aina gani, halafu ukaandika vigezo vyako na nini, ukaweka taswira awe hivyo hivi, hutompata maisha mke huyo unomtaka kwa sifa zote unazotaka. Na yeye mwanamke akisema nataka mume wa aina gani, akaandika sifa unazotaka zote, hatompata maisha yake hapa duniani mwanamume wa aina hiyo. Atakapomkuta atamkuta kuna baadhi anayotaka yamo, kuna baadhi asiyotaka pia yamo. Mwanamume atakuta hivyo kwa mwanamke na mwanamke atakuta hivyo kwa mwanamume. Lazima hiyo ndio dunia ilivyotengenezwa na Mwenyezi Mungu, iwe na mitihani katika kila eneo. Huwezi kuridhia kwa yote wala huwezi kuchukia kwa yote. Sasa unapima tu kwamba haya naweza kuyavumilia, haya tutakwenda pamoja, basi ndio hivyo hivyo. Na urafiki ndio hivyo hivyo. Usifikiri utampata rafiki kwamba yote unayotaka atakuwa nayo hata siku moja, na yote usiyotaka atakuwa hana hata siku moja. Itokee hivyo. Na mwalimu na mwanafunzi ni hivyo hivyo. Ukamtaka mwalimu awe na yote unayotaka wewe, humpati, na mwalimu akisema nataka wanafunzi awe na yote anayotaka pia hampati. Lazima useme haya mengi tunakubaliana, yale mengine tutavumiliana. Ndio mnakwenda katika maisha duniani, ndio hivyo hivyo. Nataka nikwambie mambo hayo mengine ni akhera tuko kumpata unavyotaka, kwa sababu wanazuoni wametia chumvi katika mambo ya peponi. Wamesema kila mtu atarekebisha mambo yake mwenyewe. Unavua nguo unajisema kwenye kioo, kitu gani kimepungua? Mtu mzima mfupi kidogo, basi ya Rabbi hebu muongeze sentimita ngapi unataka? 2 zije. Mwembamba kidogo, basi mjaze kidogo. Awe sentimita ngapi kwa upana, square, length and width, marefu na mapana, unaamua mwenyewe. Umekaa baada ya miaka 2 umeona sasa kashachosha, ngoja nipate yule mfupi kama rungu la polisi. Lipunguze bwana, linapungua. Namna kama hiyo wanaposema wanazuoni kule peponi, unajiadjust wewe mwenyewe. Na tabia ni hivyo. Hapa duniani huwezi kuadjust kitu kwa kiwango hicho. Lazima ufike mahala ukubali kwamba hivi ndivyo ilivyo. Tumefahamiana vizuri hapa? Sasa ikiwa hivi ndivyo ilivyo, inabidi tuvumiliane kwenye zile kasoro zilizopo. Na nyie mkiambiwa mtafute shekhe mnomtaka nyie, mngeweza kumadjust kwa program zenu za kompyuta. Lakini mimi hamwezi kuniadjust mkanipanga. Ndio hivi niko hivi. Mnayoyataka chukueni, msoyataka yaacheni. Tumefahamiana? Na mimi vile vile kwenu nyinyi siyapati yote ninayotaka. Kwa hivyo ninayotaka na yachukua, nisoyataka na kuacheni wenyewe. Wala hamnishughulishi. Mwendo mdundo. Ndo kazi yenyewe ilivyo, kwa sababu hii ni dunia, hatuiamui sisi, inaamuliwa na aliyetuumba.
Tumefahamiana? Kwa hivyo unapima tu, likiwa lile kubwa sana siliwezi, basi unaondoka, lakini yale ambayo unaweza kuvumilia unakwenda. Ndio siri ya mafanikio ya kuishi pamoja katika dunia hii, kuvumiliana katika yale ambayo mnaweza mkavumiliana. Tumefahamiana? Kwa hivyo inkariahu minha, ainkaria minha khuluqan, akichukia kwake tabia moja, radhiya minha, ataridhia kwake aka tabia nyingine, au qala, au kasema ghairahu, ataridhia tabia nyingine. Rawahu Muslimun, kaipokea Muslim. Ile ghairahu ni nyingine. Wa qawluhu, na qawli yake sema yafraku, huwa bi fathi al-ya'i wa iskani al-kafi wa fathi ar-ra'i. Yafraku maanahu, manake yabghadu, anachukia. Yuqalu, huambiwa farakatil mar'atu zawjaha, kamchukia mwanamke mumewe, wa farikaha, na pia naambua farikaha, na mwanamume akamchukia yule mwanamke. Zawjaha bi kasri ar-ra'i, kwa kisra yafrakuha, bi fathiha, kwa fatha, ay abghadaha, kwamba kamchukia. Farika yafraku ndio inatumika. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Kwa hivyo yuqalu farikatil mar'atu zawjaha wa farika, mwanamke kamchukia mumewe na mume kamchukia mkewe. Zawja bi kasri ra'i farika, na mudhari yafrakuha, anamchukia, bi fathiha, kwa fatha, ay abghadaha, kwa maana kamchukia. Wallahu a'lam. Wa an Amr ibn al-Ahwasi al-Jashami au al-Jashmi, kwa nini chini kaitia fatha? Jusha. Aya, kwa hivyo changu akina irabu ndio Jusha radhiyallahu anhu. Juu saa iko pale, saa juu iko pale. Radhiyallahu anhu, Mungu amwiradhi, annahu samia an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba kamsikia Mtume sallam fi hajjatil wada'i, katika hajjatil wada'i. Na twendeni kwenye irabu, hajjatil wada'i au hijjatil wada'i, imeandikwa vipi? Bi fathil ha, في حجة الوداع، كتك حجة الوداع يقول ورسم بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعن لكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن، أو كسما يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم عوان أي أسيرات، جمع عانية بالعين المهملة وهي الأسيرة، والعاني الأسير. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير. والضرب المبرح هو الشاق الشديد. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونها به، والله أعلم. توendena hadithi kutoka kwa Amri bin al-Ahwasi al-Jushami, kama mlivyoniongoza, radhiyallahu anhu, annahu samia an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba kamsikia Mtume sallam fi hijjatil wada'i, katika hija ya kuaga, katika hija ya kuaga. Maana Mtume sallam amehiji mara moja tu, na hii inaitwa hijjatul wada'i kwa sababu alitoa khutba ya kuwaaga watu kwamba sitarajii mwakani kukutana na nyie tena. Watu wakalia kweli kweli. Kwa hivyo inaitwa hijjatul wada'i. Kwenye babu la haji utaikuta kwa kirefu chake, na katika Bulughul Marami tumeipita. Yakulu, anasema baada an hamida Allah, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, wa athna alayhi, na kumsifu, wa dhakara, na kukumbusha watu mambo, wa wa'adha, na kutoa mawaidha, thumma qala, kisha akasema ala, tambueni, wastausu bin nisa'i khaira, na mjiusie kwa wanawake kufanyia khairi, fa innama hunna, kwani hakika si menginevo hao, awanin indakum, nitegemezi kwenu, nitegemezi kwenu, kama mateka. Wametoka kwenye familia zao, umewaoa nyinyi, wanakutegemeeni nyinyi katika kila jambo. Kwa hivyo wamekuwa tegemezi kubwa kwenu, mateka kwenu. Kwa hivyo lazima mfike mahala sasa muonee huruma, kwa sababu yeye kaacha kwake, kaacha familia yake, kaja kwako wewe, kila kitu sasa ni juu yako. Hatari. Indakum, kwenu nyinyi, laisa tamlikuna minhunna shay'an, nyinyi hammiliki chochote kwao, ghaira dhalika, isipokuwa hilo la kwamba mmewaoa. Msifikiri kuwa ni watumwa zenu, mnaweza mkafanya mnavyotaka.
illa an yatina bifahishatin mubayyina, isipokuwa wakija na jambo chafu lenye ushahidi, itakuwa lazima muwatoe na warudi kwao. Umemfumania kwa ushahidi au kwa kumuona we mwenyewe, basi hapo mrudishe kwao. Uchungu ule huwezi kukaa naye, unaweza ukaja ukafanya jambo baya zaidi, penginevyo utakuwa dayuth, unaridhia mkeo kukungutwa na mtu mwingine. Fa in fa'alna, ikiwa watafanya jambo, basi fahjuruhunna fil madaji'i, wahameni katika malalo. Ikiwa watakuwa wameasi, hawatii na nini, basi msilale nao upande mmoja kwa muda. Wadhribuhunna, na wapigeni dharban ghaira mubarrihin, pigo lisilojeruhi, lisilotia athari, ambayo siku hizi wanazuoni wamesema hata hilo bora kuliepuka, kwa sababu wanaume wengi sana wamekuwa hawakisii katika kupiga, wanawafanya wake zao kuwa ni mapunching begi, kama yale ya kujifunzia masumbwi. Utaniweza mimi kini mtu mmoja ndo alikwenda akaoa mwanamke, kumbe yule mwanamke alishafanya mazoezi huko siku nyingi, akafikiri atamfanya punching bag, akakungutwa barabara anakula mitama tu, akitaka kunyanyuka mwingine paka nasalimu amri vijeba vya siku hizi navyo Kwa hivyo hili liangaliwe kwa macho mawili, si kwa kufumba jicho moja. Fa in atanakum, ikiwa watakutiini, watakubali kufuata amri za ndoa, fala tabghu alayhinna sabila, msiwatafutie njia ya kuwatia kwenye matatizo na lawama na mambo mbalimbali. Ala, yeleweke, inna lakum ala nisaikum haqa, hakika nyinyi kwa wake zenu mnazo haki, walitaikum, na wake zenu alaykum, juu yenu nyinyi haqa, wanazo haki. Atazieleza, ala inna lakum ala nisaikum haqa, tambueni hakika mnazo kwa wake zenu haki, walinisaikum alaykum haqa, na wake zenu wanazo kwenu haki. Haki ziko pande mbili, mume ana haki kwa mkewe na mke ana haki kwa mume. Fahaqukum alayhinna, basi haki yenu nyi waume kwa wake zenu, alla yutina furushakum man takrahuna, wasi wakanyagishe matandiko yenu watu mnaowachukia. Hilo ni fumbo, manake ndani ya nyumba ile asiingie mtu ambaye wewe humtaki. Tumefahamiana? Kwa hivyo kama kuna mwanamke ni shoga yake, lakini wewe humtaki mwanamke yule katika nyumba ile, unamuona kuwa hana tabia nzuri, anakuja akipeleleza, ana maneno, anachokiona anasema huko nje, au ana tabia ya kuwauza wake za watu, au wewe utasema huyu sitaki aingie kwangu. Tumefahamiana? Na hasa chumbani. Wajua wanawake na wanaume tuko tofauti kidogo. Mwanamume si aghlabu sana kumuingiza rafiki yake chumbani kwake, hasa akiwa ana mwanamke, au wanamke hapendi kuingiza chumbani. Wanaoingia vyumbani wanaume ni wale mabachela tu, watu ambao ni wajane, hawana ndoa, ndo anaruhusu mwanamume mwenzie kuingia chumbani. Lakini akishakuwa na mke haruhusu mwanamume mwingine kuingia chumbani kwake. Lakini wanawake kidogo wanalegeza kamba, baadhi yao chumbani kwake anaweza akaingia shoga yake. Kwa hivyo wakati mwingine matatizo, anaweza kukuta bukta lako umelianika chumbani kule, alafu katikati limefanya suguru, akaanza kutafsiri suguru lile la katikati limetokana na nini, nginja au ukubwa wa kiungo. Sasa ni matatizo. Hasa hizi nyumba za kupanga na nini zina mashaka yake. Kwa hivyo kuwaruhusu wakawa faragha tu kuingia watu ambao hamwataki ni tatizo. Tumefahamiana Kwa hivyo ni adabu za nyumba. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahuna, wala wasiwaruhusu kuingia majumbani mwenu watu mnaowachukia, hata kama ni ukumbini. Mtu kwambia huyu sitaki aingie, mke wangu huyu sitaki aingie ndani, basi akusikilize. Tumefahamiana? Ndio adabu na ndio heshima za nini, za nyumba. Ala, yeleweke, wa haquhunna alaykum, na haki zao juu yenu nyinyi, an tuhsinu ilayhinna, muwafanyie wema, fi kiswatihinna, katika mavazi yao, wa taamihinna, na chakula chao. Isiwe tena mke wako umempiga kaniki nguo, utafikiri mganga wa kienyeji, mwaka mzima nguo jeusi tu kama ana msiba. Tumefahamiana? Au buibui ndo hilo linachanika, linatiwa viraka kuliko tanga la nahoza linashonwa tu kila wakati. Matatizo. Tumefahamiana? Lazima umjali katika kula kwake na kuvaa kwake. Unampiga ugali tu kwa limau mpaka anauchukia ule ugali, au unamfurulizia mihogo tu michungu. Lazima umjali katika kula na katika nini, na katika kuvaa
aone raha naye na kuna zile siku maalum vyakula viwe vya ziada, siku za sikukuu, angalau Ramadhani kidogo futari iwe ni ya hadhi na heshima. Hata akija mgeni kwake asione tabu kumletea chakula. Unampelekea vidagaa tu vinaelea kwenye mchuzi wa chukuchuku, vinaulizana umekuja lini? Nimekuja jana, kishindo cha leo kila mmoja kamshinda mwenzio kwa kutangulia, mwembamba mkavu, ukila umetafuna miba, hamna nyama. Too much. Sasa mjali kwenye chakula na mjali kwenye mavazi. Rawahu Tirmidhi, amepokea nani hiyo? Tirmidhi. Waqala, na akasema hadithun hasanun sahih, hadithi ni nzuri tena ni sahihi. Ana tafsiri qauluhu sallam, kauli yake Mtume, awanin ay asirati, ni mateka. Jamu ania, wingi wa neno ania, mwenye kusumbuka. Bila aini almuhmala wa hiya alasira, naye ni mateka. Basi asione kama vile katekwa nyara kwenye vita, anafanywa mambo kama mateka. Walani alasir, na hapa mwenye kusumbuka ni mateka. Shabaha, kafananisha Rasul sallam almar'ata, mwanamke, fi dukhuliha, kwa kuingia kwake, tahta hukmi zauji, chini ya utawala wa mume, bila siri, kama mateka. Wa dharbu almubarrih, na pigo lenye kujeruhi, huwa shaqu, ni lenye kupasua, ashadidu, lilo kwa kali, au lenye kutoa jeraha, lenye kusababisha uvimbe, maumivu makali. Wa qawlu sallam, fala tabghu alayhinna sabila, msiwatafutie njia, ay la tatlubu tariqan, msitafute njia, tahtajuna bihi, mnayojengea hoja, alayhinna, dhidi yao, watuudhunahunna, na mnawaudhi bihi, kwa njia hiyo. Wallahu aalam. Tufike hapa tusali inshallah salatu al-isha. Hakuna maswali kwa leo, udikteta kwa mbele.